ni kuhusiana na privacy. Hii ndio moja ya big feature ambayo hatuku expect kama Samsung wangekuja nayo, na hamna kampuni yoyote ambayo imeweza kufanya hichi kitu. Mwanzoni kabisa nafikiri watu wengi kabisa wanapenda privacy. Tunaona watu wanakuwa wananunua glass ambazo ni privacy kwa ajili ya kulinda simu zao. Tunaona kila mtu anakuwa ananunua privacy, lakini Samsung wamekuja na feature specific ambayo inaitwa privacy kwa ajili ya screen yako. Hii privacy kwa ajili ya simu yako ni mojawapo ya teknolojia mpya kabisa ambayo tunaona Samsung ni kampuni ambayo imefanya invention kubwa kutokea kwenye Edge, Samsung Edge. Tunakumbuka kwenye Samsung Edge kuna Samsung S Edge series, tunaona kwenye Note series, Flip, Fold, Trifold. So wamekuja na feature nyingine ambayo inaitwa hiyo privacy katika screen, ambayo hii privacy katika screen inatumia teknolojia kubwa kabisa kwenye pixels za kwenye screen, ambayo hiyo teknolojia inaitwa Flex Magic Pixel, ambapo inafanya kazi kuna narrow pixel pamoja na wide pixel. Wakati privacy ikiwa inawashwa, screen inakuwa inaonekana crystal clear and bright mbele yako, lakini kwa wale ambao wamekaa pembeni yako au nyuma yako au kando, haoni chochote kile katika screen. Inakuwa nyeusi kabisa kutoka upande wa watu ambao wanaangalia. Kwa hiyo unaweza kuadd hiyo feature kwa ajili ya kwa screen nzima au kwa application. Mfano, unaweza kuweka kwenye WhatsApp, unaweza kuweka kwenye Instagram au any application ambayo ulikuwa unataka kuiweka. Unaweza pia ukaweka kwenye notification. Kwa hiyo kama ukiona notification, ukipata notification, pale kwenye notification panakuwa pana ule ugiza, mtu hawezi, panakuwa na privacy. Mtu wa pembeni au wa nyuma hawezi kuona chochote. Hii ni feature nzuri sana ambayo mimi mwenyewe nimeelewa. Ni vema kwa kampuni nyingine ambazo zinataka privacy, kwa sababu tunajua kuna watu wengine hawapendi privacy wakiwa katika mikusanyiko ya watu, wakiwa katika mabasi, wakiwa katika train ama maofisini. Kwa ni wakati sahihi kumwekea mtu privacy. Na fikiri pia kitu kingine ambacho nimesahau kabla sijaendelea, unaweza kuweka privacy katika password, ambapo ni great features kwenye application kama hizo ambazo tumesema, ni kwa mfano kama banking applications, WhatsApp na nyingine nyingi ambazo unaweza ukaziweka wewe kama wewe. Feature nzuri kabisa ambayo nimeipenda. Feature nyingine ni kuhusiana na performance.